Asa pengine kuna mtu anajiuliza, kazi za udereva wa malori unapataje? Lakini tambua kuwa nina uzoefu wa kufanya kazi kwenye kampuni ya logistic. Kwa hiyo madini haya yatakusaidia sana. Namba moja ni kufuatilia kampuni moja kwa moja. Hata kama taasisi haijatangaza nafasi ya ajira, unaweza kwenda ofisini moja kwa moja na kuacha CV yako. Ukifanya hivi, si kila mtu ana confidence au ana kujiamini namna hii anaweza kwenda ofisini. Kwa hiyo hata kama taasisi haijatangaza nafasi, unaweza ukaenda ukaulizia ofisini moja kwa moja kwa nidhamu na heshima. Inaweza ikakusaidia pia kutimiza ndoto yako. Njia namba 2 ni kupitia madereva na connections. Waulize madereva wenye uzoefu, mechanics wenye uzoefu, na watu wanaofanya kazi kwenye kampuni hizo za malori. Hao ndio watu wenye connections. Lakini namba 3, uwe na utaratibu wa kufuatilia mitandao ya kijamii. Mfano, follow account za kampuni za logistics, na unabidi uwe unazijua hizo kampuni za logistics, kwa sababu usipozijua ni ngumu sana. Sasa cha muhimu ni kwa malori, mwajiri mara nyingi anaangalia leseni inayokuruhusu kuendesha aina husika ya gari, lakini vitu kama uzoefu, nidhamu barabarani ni vitu ambavyo vinamata sana. Asante sana kunisikiliza, nikutakie kila la heri.